Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Hussein Mwinyi amesema serikali itaendelea kuboresha sekta ya afya ili kila mwananchi apate huduma bora za afya. Na chama cha mchezo wa rugby nchini TRU chaahidi kuhamasisha mchezo huo hapa nchini ili wananchi wa rika zote wapate kuutambua. Naam, mtazamaji, karibu sana katika asubuhi njema ya siku hii ya leo ya Oktoba 28 mwaka 2025. Mimi naitwa Emily Lazarus na asubuhi njema mara nyingi huwa inaanza na taarifa ya habari. Karibu sana. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi amewahakikishia wananchi wa Zanzibar kuwa serikali itaendelea kuboresha sekta ya afya ili kila mwananchi apate huduma bora za afya. Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa uhakika huo baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la huduma za mama na watoto eneo la Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, mjini Zanzibar, akiwashukuru wafadhili wa mradi huo ikiwemo taasisi ya Fumba Pot, Lady Fatuma Foundation na Jaffe Foundation kwa kutenga fungu la kusaidia ujenzi huo. Dhamira ya serikali ni kuweka huduma bora za afya kwa kila mmoja aweze kupata huduma bora za afya, na ndio maana kila upande katika nchi yetu tunajenga dispensary, tunajenga vituo vya afya, tunajenga hospitali za wilaya, tumeanza kujenga hospitali za mikoa, na kutakuwa na hospitali kuu mbili kubwa, moja ya Mnazi Moja ambayo inajengwa upya na Binguni, lakini vile vile tutakuwa na hospitali maalumu ya kensa hapa Zanzibar. Lengo ni kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma bora za afya kwa kila nyanja ya sekta ya afya. Mheshimiwa Rais Daktari Mwinyi amemwagiza mkandarasi wa ujenzi huo kutekeleza ujenzi huo kwa kuzingatia viwango na kufupisha muda wa ujenzi wa mwaka mmoja hadi miezi 9 kutokana na umuhimu wa huduma ya mama na mtoto kwa jamii. Huduma za mama na mtoto zitapunguza kwa kiwango kikubwa vifo vinavyotokea wakati wa kujifungua na watoto wachanga, hususan wale watoto njiti. Kwa hivyo tunapopata huduma kama hii, tuna uhakika kwamba kina mama wajawazito wataweza kuokolewa maisha yao, kwa sababu ikitokea dharura wakati wa kujifungua, mama anahitaji damu, basi pale pale damu iweze kupatikana. Mama huyu anahitaji kupelekwa kufanyiwa upasuaji, pale pale kuna huduma za upasuaji. Na ndicho hichi kitakachojengwa hapa. Kama tulivyoona katika ramani ile, kutakuwa na vyumba vya upasuaji. Tutaweka wataalamu wa upasuaji ili mtu akihitaji upasuaji aweze kupata huduma hiyo, tuokoe vifo vingi vinapotokea kutokana na kukosekana kwa huduma hizo kwa sasa. Awali, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Daktari Mngereza Miraji Mzee alisema ujenzi huo unatekelezwa na kampuni ya Quality Building Constructor ambao utagharimu shilingi bilioni 2.5 za Kitanzania, huku mgombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Makunduchi Wanu Hafidh Amir akitoa shukrani kwa niaba ya kina mama na wananchi wa Makunduchi. Wa jengo la mama na mtoto la Makunduchi ni hatua muhimu katika kuimarisha huduma za afya ya uzazi katika mkoa huu wa Kusini Unguja. Hili litajengwa na tunakushukuru sana kutenga muda wako kuja hapa. Sisi kina mama tunasema hatuna la kukulipa isipokuwa malipo yetu yapo tarehe 29 Oktoba, lakini jengine ni kukuombea dua umalize hili salama, tuendelee kujenga Zanzibar yetu. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Hakitakuwa tayari kumvumilia mtendaji yoyote katika serikali yake endapo atatuhumiwa kujihusisha na masuala ya rushwa, hatua ambayo itawezesha kutimiza malengo ya chama ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bila shida yoyote.
Mgombea huyo wa urais amesema hayo akiwa wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam, akiendelea kusaka kura za chama hicho. Amesema lazima kuweka mazingira mazuri ili kila Mtanzania anachokifanya kiwe na faida, huku akisitiza kuwa huduma zote za kijamii zitaleta mabadiliko na maendeleo kwa Watanzania wote, akitolea mfano maboresho ya kodi, ikiwemo kuweka uwiano mzuri kati ya mfanyabiashara na viwango vya kodi vinavyopangwa na Mamlaka Mapato Tanzania TRA. Iwe ni kodi yenye tija lakini inayowezekana, sio kodi kubwa biashara ndogo, hapana. Na tumesema katika eneo hili tutaliangazia vema, kwa sababu tunaamini tukiweka uwiano mzuri kwenye kodi zetu ndio tunarudisha huduma kwa wananchi. Aidha, ameweka bayana mikakati ya chama hicho kuwa kitatoa huduma bure za usambazaji wa maji safi na salama. Lengo ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma hiyo sambamba na umeme ambao utashushwa gharama zake ili Watanzania waweze kunufaika na rasilimali za nchi. Lazima tuwekeze mazingira mazuri ili kila Mtanzania chochote anachokifanya aweze kukifanya kwa ukamilifu wake. Kama anashindwa biashara yake, awe ni yeye mwenyewe, lakini sio huduma ambazo zitatokana na serikali yetu. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Kuimarika kwa teknolojia ikijumuisha maandishi ya nukta nundu kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu imesaidia kuondoa pengo la usiri na haki ya faragha kwa wapiga kura wasioona na wenye uoni hafifu. Watu wenye ulemavu hasa wasioona hulazimika kutegemea msaada wa wengine kupiga kura, jambo linalokiuka haki ya faragha na usiri. Lakini sasa kwa mwaka huu Tanzania inaingia kufanya uchaguzi mkuu Oktoba 29 kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa. Wasimamizi walioko pia nao wafundishwe vizuri Themina Iwakai kwamba mnakoenda mtakutana na watu wenye changamoto hii, kwa wanahitaji maandishi haya. Siku itapofika na uzima upo, tujitokeze kwa wingi. Takwimu za NBS zinaonesha Tanzania ina takriban 11.2% ya watu wenye ulemavu, wakiwemo wasioona na wenye uoni hafifu. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wanaona teknolojia hiyo ndio suluhisho la changamoto zao. Uchaguzi ni faragha, ni siri ya mtu na ni haki ya mtu kupiga kura. Kwa maana hiyo kwamba huyu mtu mlemavu asiyeona anatakiwa kuwa na nukta nundu, hata akisindikizwa na msindikizaji wake asimwambie anatakiwa upigie fulani. Kwa majimbo mawili ya Mbeya mjini na Uyole kuna vituo 900 vya kupigia kura, na vyote vimezingatia mahitaji ya wenye ulemavu wakiwemo wasioona. Hii inatoa taswira ya hali ilivyo katika maeneo mengine. Kuna hili jalada la nukta nundu ambalo atalitumia kupiga kura kwa yule ambaye ana uwezo wa kusoma sasa nukta nundu. Lakini kwa yule mlemavu ambaye yeye hawezi kusoma ile jalada nukta nundu, anaruhusiwa kuja na mtu akuweza kumsaidia. Wachambuzi wa masuala ya sheria, haki za binadamu na utawala bora wanaona hatua hiyo kama mafanikio makubwa kuweka usawa na haki jumuishi. Sisi jambo hili tunalitazama kama ni msingi wa uzingatiaji wa haki na ni swala la ufikiaji wa haki. Tunaposema access to justice ni pamoja na haya makundi yanafikiwa. Lakini je, ni upi mtazamo wa viongozi wa vyama vya siasa? Tumeisha wajumuisha na hatupo tayari kuwatenga, kwa sababu kwenye jamii yetu nao ni watu muhimu. Chama cha Mapinduzi kupitia kura zake za maoni na kadhalika kimeniona kuwa naweza kuwasemea watu 30,000 na katika baraza la madiwani. Tutawajibika kuwafadhili vile vitu ambavyo vinawasumbua. Kwa mfano naongelea hapa hao watu wasioona. Asasi za kiraia zimekuwa mstari wa mbele kueneza elimu, kuhamasisha ushiriki wa wenye mahitaji maalum. Watu hukumu kwa uwezo wetu na sio hali zetu. Tunaweza, watupe nafasi tu waonyeshe. Matumizi ya teknolojia kuwezesha ujumuishi inaendana na sera ya taifa ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025. Inachangia pia utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, kuhimiza ujumuishi na ushiriki wa makundi yote katika michakato ya kidemokrasia. Kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dar es Salaam Ali Mananga amewaomba wananchi wa Kigamboni na Dar es Salaam kwa ujumla kuachana na uvumi wa mitandaoni kwamba kutakuwa na maandamano. Badala yake amewaomba
wajitokeze kwa wingi katika kupiga kura katika maeneo waliojiandikishia na kwamba usalama utaimarishwa hiyo siku. Ametoa kauli hiyo wakati wa kufunga kampeni katika kata ya Kigamboni, ambapo amewataka wananchi kutokuwa na hofu yoyote ya usalama wao. Niwaombe, usiende peke yako kupiga kura, mchukue na mwenzako, toka na familia yako, na niwahakikishieni Amiri Jeshi Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayuko yoyote atakayejaribu kuleta chenga ndogo siku ya kupiga kura. Atakayejaribu kuharibu hayupo. Naye mgombea ubunge jimbo la Kigamboni Haran Sanga ame Naam, kumradhi mtazamaji kwa katika kwa taarifa hiyo, na tuangazie taarifa nyingine. Tunaeleza kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa wa Dar es Salaam uko salama, huku maandalizi ya uchaguzi katika vituo vya kupiga kura umekamilika na majina yamebandikwa katika vituo hivyo, na kutoa wito kwa wananchi kwenda kuhakiki majina yao. Akizungumza na wanahabari, Chalamila amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kwa ajili ya kulinda raia na wananchi wote, na kutoa wito kujitokeza katika zoezi la kwenda kupiga kura. Vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakutakuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam, unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama, na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Na mgombea ubunge wa jimbo la Kinondoni jijini Dar es Salaam Abbas Tarimba amehitimisha kampeni zake huku akiwaasa wana CCM na wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura ili kumchagua rais, wa bunge na madiwani. Akizungumza kwenye mkutano wa kampeni katika viwanja vya Vegas kata ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam, mgombea huyo ubunge amewaomba vijana na wazee kupuuza habari za mitandaoni zinazoweza kuhatarisha amani. Kwa upande wao, baadhi ya wagombea udiwani nao wameelezea jinsi kampeni hizo zilizofanyika kwa ustaarabu, ambapo wamesema utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umekuwa wa mafanikio makubwa. Tanzania inahitaji mtu shupavu kutuongoza. Tanzania haitaki kiongozi bora awe kiongozi. Kiongozi inahitaji kiongozi bora. Ni kiongozi aliyejaribiwa kwa nafasi kama ile na tukamuona uwezo wake wa kutenda, tunasema naam, huyu anatufaa. Tanzania inafaa kuongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye sekta ya miundombinu tumefanya kazi kubwa na bado kazi hiyo inaendelea kufanyika, kama ambavyo tumeshuhudia kwenye viwanja hivi vya Vegas. Tumefanya kazi kubwa kwenye sekta ya afya. Shauri Kuu Taifa NEC, Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya UWT, Helen Bogohe, amewataka wananchi wilayani Serengeti mkoani Mara kuendelea kulinda na kudumisha amani iliyopo nchini, huku akiwataka Watanzania kujiepusha na vitendo vinavyoweza kulitumbukiza taifa kwenye machafuko, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Bogohe ametoa kauli hiyo wakati akihitimisha mkutano wa kampeni wa mgombea ubunge jimbo la Serengeti mkoani Mara, Mary Daniel, ambapo ameomba wananchi kupuuza upotoshaji wowote, wakatumia nafasi yao kikatiba kuchagua viongozi wanaotaka, huku wakitanguliza amani kwanza. Amani na utulivu tulionayo sisi, hatujazoea vurugu. Tumezoea amani, tumezoea kulima, tumezoea kufuga, tumezoea kuchimba madini, wala hatuka
Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba 29, wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasaidizi wao katika jimbo la Monduli mkoani Arusha wamekumbusha umuhimu wa kushirikiana kwa karibu na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni ili kuepusha malalamiko yasiyo lazima kutoka kwa vyama hivyo. Akizungumza wakati wa mafunzo kwa wasimamizi wa vituo, msimamizi uchaguzi wa jimbo la Monduli Emmanuel Mpongo amesema watendaji hao wanapaswa kufanya kazi kwa umoja na kufuata misingi ya haki ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, uwazi na kwa mujibu wa sheria. Tunaomba mfanye kazi kwa kufuata taratibu na msiwe mjiepushe kwa vyanzo vya migogoro. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu. Ukiwa msimamizi wa kituo pale kituoni kwako, utakutana na msimamizi msaidizi namba 1 na namba. Kuna mawakala. Kuwa kiongozi ambaye utahakikisha timu yako inakuwa timu moja. Mpongo amewataka wasimamizi hao kuacha kuongozwa na hisia binafsi, bali wazingatie katiba, sheria za uchaguzi na kanuni zinazoongoza zoezi zima la upigaji kura. Someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume. Na ulizeni ili mpate ufafanuzi kwa baadhi ya mambo ambayo kimsingi mnahisi hamjaelewa. Kwa upande wake, afisa TAKUKURU wa wilaya Monduli Bi Jacqueline Mbwago amewatahadharisha wasimamizi hao kuepuka vitendo vya rushwa, akisisitiza kuwa yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua kali za kisheria. Kifungu namba 132 kinaeleza kuhusiana na adhabu ya vitendo vya rushwa na vitendo haramu ambavyo vinaweza vikatokea katika uchaguzi, na inasema kwamba yoyote atakayejihusisha na vitendo vya rushwa atashtakiwa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya 2007 kama ilivyofanywa marejeo 2024. Jamila Omar, Channel 10, Monduli, Arusha. Na mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa chama cha mchezo wa rugby Tanzania TRU kimeahidi kuhamasisha mchezo huo hapa nchini na kuwataka wananchi wa rika na jinsia zote wakiwemo watoto, vijana na wazee kuutambua na kushiriki mchezo huo ambao una manufaa kama ilivyo kwenye michezo mingine ikiwemo afya na ajira kwa jamii. Rais wa TBU Jacob Karulama ametoa rai hiyo kwenye kumbukizi ya viongozi na wanachama mchezo huo waliofariki dunia iliyofanyika kwenye viwanja vya Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi mkoani Kilimanjaro. Amesema mchezo huu kwa sasa unatambulika na Baraza la Michezo Tanzania baada ya kusajiliwa na kwamba umekuwa na washiriki wengi, hali inayoonyesha kuwa mwamko wa wananchi umeongezeka kwa kasi. Sasa hivi tumezidi kueneza zaidi kwa kuhakikisha kwamba vilabu, kuestablish vilabu, kwa sababu kama Moshi kulikuwa kuna vilabu ambao viko register ambao sasa hivi vinatambulika kimanispaa na National Sports Council kwa maana ya Baraza la Michezo wanawatambua. Kwa hiyo pia wana wachezaji, kulikuwa kuna wachezaji wa kiume tu, lakini sasa hivi kuna wachezaji wa kike wanajumuika. Ni kitu cha kufanya kuvutia utalii mwingi hasa mchezo huu, kwa sababu wenzetu kule ndio wakiona na wao watavutiwa kuja na sisi, kumbe Tanzania nao wanaujua mchezo huu. Hata hivyo, Rais Karulama kaelezea lengo la kumbukizi hiyo iliyoshirikisha viongozi, wanachama na wapenzi wa mchezo huu kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kwa tunaufanya kwa ajili ya kuadhimisha ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki, ambao walikuwa kwenye familia ya rugby. Pia rugby ni moja ya familia kubwa tu na jirani zetu Kenya. Kwa hiyo hii pia tunawapa kwa ajili ya mzee wetu ambaye alitangulia mbele zake, ambaye pia alikuwa ni mwana rugby, mheshimiwa baba aliyetangulia Raila Odinga. Kwa hiyo hii ni kwa ajili yake pia. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni mwanamichezo wako Tadei Masawe wa Channel 10. Sasa Tadei, kwa mwanamichezo wetu. Mtazamaji, ni mwisho wa habari ya asubuhi njema, endelea kuwa nasi.